Baridi nakwambia. Baridi yaisha mara. Baridi ngali. Mimi nadhani nilikuwa najusha tokea baridi nakwambia hapana, si vraiment tungali muinta. Tungali muinta nakwambia baridi. Basi, kwa mwezi toka tena mimi unajua mimi nadhani baridi. Hapana. Mais siku mingi. Wale wapotea mimi niko tu usijue kama ushakuwa milionea leo mwana upendi journée. Tufanye mimi nakwambia hizi siku vraiment hizi siku tuko busy. Mimi niko busy kuna ngani watu wengine banabakia manyumba nyumba. Mimi niko busy. Mimi niko natumika usiku na mchana na kwa pesa unikani. Maana watanipatia kama mashaka. Sasa taka $50. Pesa ziko. Pesa ziko mimi unaangalia mbanki. Banki yangu nakwambia hawapende hata nitoshe tena pesa. Haupendi nini? Basi. Kwa projet gani? Projet gani basi bazungu bakishona mtu ukija kuna pesa za mingi babele utoshe tena pesa. Banaangalia sio unatosha pesa. Anatafuta saidia watu wa Afrika, anatafuta saidia watoto wa bana wazazi wa manke hapana. Kuona pesa nao ni tabu maisha. Hapana. Mais faut en face taka chini ka vivre, je patikana ça fait un mois. Basi ni kumbe hapo ulinilo. Basi si nilikuwa na shida. Wangu tonda kaji kwanza. Hapana, hii shida. No, nilikuwa mshida kabisa. Shida gani tena ile? Basi. Kama ndani kwa match hapa. Basi unaangalia hii siku vraiment. Mimi sijua. Unaelewa basi ule demo mwenye nilikuwa naongelesha zamani. Basi yake hawanipendi. Hawakupendi joni mwanzo. Basi nika nguvu. No, basi unajua hii dunia watu wanapenda George. Wanapenda sana George baba. Aseme ule asisi kwetu hatuwezi kupatia muziki wetu juu nywele zangu ni dhaifu. Hatuwezi kupatia muziki wetu juu maana bazazi mingi leo wanawaza mtu mwenye anapasha chunga mwanamke. Mtu mwanapasha chunga mwanamke haizi kuwa na nywele za hivi, haizi kuwa hivi. Aseme siende kukanisa. Aseme awanione yake, hakuna siku ashana na kukanisa. Aseme na siku moja unaenda kukanisa asesi wake. Baki la kubakuta kwa mkanisa pale kuna kila garçon tu mwanatowaka mwanapeka mkanisa. Maana sasa mimi mwasionekanake ni haya. Nakwambia kwa shida, kwa shida. Maana wapenda watu wote tembea Biblia hata kwa mikono ndio tufanye mzuri. Kwanza sema sie wenye watu na tunatembea na mabible asesi njoo hatuna chance hata ya kuoa. Maana mimi sasa nilikuwa nauliza. Unajua juu hii masiku benye biko naharibisha watoto wanaongea biko haribisha ni pale wanaenda kwa makanisa. Waimbaji asere onjo ba evangelist njo bebiko naribisha basika batu mukivicho make kimwili wanavala Biblia kisha kimwili njo wale wanaona usiku na mchana bale njo banaenda lala kwa makanisa bale njo biko nafunga au njo kumbe banakuambia ile zenita manyoka bila kuambia wazali wa mimi masiku. Yo katala bagazo ta ushua nani kwa yola bagasta ou bien avant to kilota na shoka dogo ase ule kwa Mkristo ule tusimpatia mtoto. Bana kuambia fasi kwenye kuko love. Mtu alioma mwanasaidia mtoto. Au sio mtoto kusaidia mtoto wake. Mimi nakwambia benye biko naribisha watoto. Imagine na leo kuko na bapasta nabo. Bapasta wanaanza toka na watu wa mkoa. Mimi nakwambia hapa juzi. Kuko jirani yangu mwa hivi mwenye amebebesha mimba ni nani? Si ni pastor. Mara wale habari sisikie na msipia wale habari kwanza. Nakwambia. Wale sasa wale wazazi alikuwa ni mifano kwa mimi niko na dote nishapata niko na mbuzi, niko na kazi. Mimi napenda muziki. Mimi nakwambia hapa niko ready kwa ule muziki. Mimi sasa yake asema asijone niko. Mimi nakwambia mimi kanisa nakupenda. Tukishasikilizana na musika anaitika. Musika anasema huyu ndio garçon atanipatia nini? Atanipatia value. Mimi basi yake anasema bataki. Olo abachuka mimi nakwambia watu usiku na mchana mbele kwa bebesha mimba. Si pale banimba mkoa. Sasa kupiga mwanamke kubatamba mimi nakwambia make utatumia sasa kama wazazi waitika. Basi mimi nifanye na mtu kama msema anakupenda na mtu mnaenda kisha wazazi watakika. No, usikie sasa mimi ndabakomesha, mimi ndabaficha kwa mwisho, mimi ndakuonesha kama fasi kwenye kuko love, kwenye kuko amuru ya kweli, haiko tu ule manyafika sema iko na nywele za hivi anasukiwa hivi wala ule mwanakata rupara njoo atachunga mtoto. Mtu mwanamchunga mtoto ni mtu mwanampenda wa ukweli. Hiyo ni kweli. Imagine. Juu vile banasemaka ukapenda mwanamke unaingia mu maisha yake. Ukapenda mwanamke unapasha kuya pale unamsupport unampushi unaangalia unampushi asome, unampushi atafute future, unampushi
maki familia mbili maki mnakosa ba best friend unaona. Ndio, ndio kwenda kwa ndio wazazi hao hawezi ona kama yeye ni kitoke kikubwa sana. Kwanza nilipiga hatua. Mie babake kwanza na nani? Kwenda na mzee. Babake na Emily mie niliambia ule mzee, niliambia mzee, mimi niko ready tukutanane tuongee. Kama ni mali, kama ni mbuzi, kama ni ng'ombe ndaleta. Jumie ayo napenda kupita manjeza ya. Hapo pesa mimi nakosa. Sio unanijua. Hapo pesa mimi nakosa. Unatumika nguvu na kutumia usiku na mchana niko na change, kama ni car mimi na change. Vitu niko na change. Kwanza mnyumba mimi si baki yake mwaka mmoja. Basi na nyumba niko na change usiku na mchana. Si safi siku za mingi si waonekane sema ushapotelea binafsi mwaka. No, si business. Mimi ndio mani business. Mimi nadhani ushaoa deja ndio ni business. Unataka kufungia kumbe ni problem. Sasa kwanza kufika yangu hapa mimi natoka Dubai. Mimi sima kwa mimi natoka Dubai. Ilikuwa kwanza. Niambia kwanza, mimi tuleta ile basi kwa ile majengo. Ni business, no, sio kwa business, mimi naleta ma new car hapa tuko na ma exchange tuko si njoo ile sasa nikabia ule mzazi, unaona? Hakuna ni mapasha kuchukia mtoto. Unapasha niona jinsi mimi niko hapa, kimwili niko hivi, mimi haujui kama ile respect mimi napasha kupatia mtoto wako. Ule mwenye kwa sema kama mtumishi kama na haizi mpatia. Imagine watumishi ni bado usiku na mchana biko napiga wanawake. Watumishi usiku na mchana njoo huko na kukutana kwa Facebook. Biko ambia watoto mama 18 mama 19 say I love you. Imagine mtumishi. Hii dunia hii mimi nakwambia dunia sio ile baba anakuambia unaangalia mtu anavala hii. Ndio maana ulisikia huko papa mwafi alisemaga aseme vitu vya leo huko nakutana vitu vya unakutana nje njoo unakutana mkanisa. Na vya vitu vya mkanisa njoo na mkanisa njoo huko unakutana nje. Imagine mimi nakwambia wazazi wao masiku nao ifo waache ile matabia ifo wachunguze mzuri ifo si njoo ile problem kwa jije tu watu gisi wanaona tu sasa huyu akisikia kuvala gisi anakuwa mjije gisi anakuwa kama ndani yake na kutembea yake nje kutembea kwa kidogo pia sasa huyu ku boss huyu anaga na basi teknisha kwa problem asemie ule mtu kama una hivi na hivi hawezi kia nioe mtoto haujui kama mdunia mtu ayoea kesho unapaswa niona leo niko natembea na miguu mimi haujui kama kesho kesho kutafanana na yeye juu mwenye anapangia kesho ya mtu ni Mungu. Sema leo ule si rafiki yangu mmoja hapa jina yake Doms bali nikatelea na sio aseme juu anatembea na miguu. Mimi niambia ule mzazi niambia haujui kesho ya ule maisha inaenda pole pole. Au kama Mungu alimpangia siku gani mimi unapenda sema mtu afike leo akupatie no hapana. Mapenzi isiku tu ya interest. Ndio nikwambia pale sasa mapenzi isiku tu ya interest. Mapenzi ni unatafuta mtu mwenye atachunga mtoto wako mzuri, mtu mwenye atapatia mfano mzuri kwa familia, mtu maji njoo ile atawapatia honere na amani mfamie. Bakisha tafuta mapesa utapata watu kipapake kuharibisha watoto. Njoo ile. Sijui maana biko napata wale wazee wa kuharibisha watoto. Unaangalia una mzee anatoka na mtoto banabakia tu 1 year. Pamoja kisha kesho ana change tena anaongea juu haikuwa mapenzi juu Biblia acha wale wazazi biko napana vile watoto wao biko naangalia tu pesa. Bambia biko naangalia pesa wale biko naangalia mtu anapana kusema ule ni Mkristo. Ono pale kulikuwa kuna feeling. Mbele watu wawili mbele waungani pamoja banapaswa kuwa na connection. Unasema eske mimi na huyu eske mimi na huyu anapenda hivi na mimi napenda hivi. Ndio mnashuka pamoja. Hapana tu aseme mama amesema wala baba amesema mimi na wewe tuone na mnaona. Hapana. Si ndio maana huko unaangalia makapo zingine, makuple zingine, unaangalia kesho wanakutana na kumbe hawezi ishi pamoja. Unaangalia mainteresse biko nazo wala huyu anapenda hiki, mwingine anapenda hiki. Wanajikutana ndio maana huko unaangalia makapo za mingi abafanye 1 year together. Abafanye kitu. Hapana hii dunia hapana. Yes, hii dunia hapana. Tafanya nini na wazazi wa masiku nao ikawa watu warudishe kwa masomo. Hapana, mimi nakwambia kuna wazazi wengine mimi sijue na maombi haiko tu maombi tu wazazi wakishakuwa kama ni stress kama mimi nakwambia mimi nilipenda Muisa ama nioe mimi nilipenda ni Muisa ama nioe hii maisha kisingo mimi nishachoka mimi niko ready nilipenda nioe maki ule mzazi akasema hapana asije ulifika au chanu mimi namwambia hizi nywele zangu njoo maji nimwambia hizi nywele ndio sitakupatia mbuzi ndio sitachunga mtoto wako imagine kisha atenda patia pale ule frere ule anakutana ule frere kesho sura ya mtoto shavim frere kumbe wewe kama ulipatia mtoto wako boxere
Hapa. Wale wakawa frère, wajua wakawa frère boxeur. Frère boxeur. Aliachaka tu boxeur mais. Batata basi nakula Mangumi mule kwa muziki wa mchana. Mais basi pole kusema tu wale wazazi watakomprendre na oui amana waambie yule chéri wako a forcer wazazi sasa. Kama ana zalima kuforcer mimi bakomesha. Awaambie ndio choix yangu nimefanya. Mimi bakomesha. Sio kwa pesa unanijua mimi bakomesha. Kwa jour mimi kama niko ndao. Mimi kama jour nilifika nikajipresenter abanipendi. Sasa mimi bakomesha. Jour wazazi wao masi. Mimi ndaenda pale mimi nafika kama ni mbuzi na ngombe mimi mwanga tu mbele mwanangu mimi kama nitafia mimi nenda. Kama basipendi kesho mimi narudia mimi nasikamata mimi nenda. Sisi mimi nakuja hapa tutafanya barbecue. Na sasa sawa inafika. Tunafanya barbecue tunazikula. Tutaita wa master wote waingie. Mimi kama ni ndoa ndafanya. Mimi kama ni ndoa ndafanya. Na kama wapendi kwa kundoa, mimi ndakata video, mimi nawatumia tu kwa Facebook nasema ukikisha mkukuya, mimi nawatumia. Tunatumia video. Sisi tuko bangapi? Tuko ba mingi, tuko rafiki ba mingi. Ndio wetu kama mtakuwa kama watu misi kama 100 ngapi si 10. Kama hapenzi ile petit problème en mariage. Basi watu wawili wakakatala kuya kuna shida. Mimi nakwambia hapa si hata asita nioleza. Sasa yule njeta hawana kitu kiko ndani mwao. Ni moyo ndio inawaka. Moyo shapenda, mimi moyo wangu kama shapenda, hakuna matizuia. Hakuna mtu mtazuia mapenzi. Uko mshid, utumike nguvu ndio wazazi wakusumbue kichwa. Akusumbue kichwa. Wewe basi ukazane tu kwa lazima unajua mimi niko hapa tu mwana siku. Sina kama mimi nipita pale nilikwambia bali juste utasikia sema nilienda kamata kule mwanamke kwa kinguvu msikue aseme ni surprise siku surprise. Tunaambia hapa sema tunafanya vyote kama wazazi wake apende wakiwa ndugu wake mimi sihangaiki. Tunaamini niko na marafiki fasi zote. Haki vile na kwanza vya kukula vya kunya vile ndio usihangaike sio viko najua pesa mimi nikalia kwa pesa mimi nadalia pesa. Sio viko kuita una business basi kwa nini? Sawa mimi nakwambia basi leo ndio mnarudia unaangalia watu uko bosi uko wapi unaona? Ona si change hata. Hivi tu ndio mnatoka mwavyo. Bosi uko wapi ushafika ushabona? Njoo uone ona mara. Na Justin tu ndo anaanza nini? Asema ushaingia. Pole sana. Bon, basi niko tu hapa, sasa mimi siko na ile ya maana mimi utanikuta. Sasa hichi ni malize wala niende tu na. Fanya unapenda mimi itakupa plaisir uimalize. Unaona basi ufika hapa maamona mambo. Sijui hata kutoka hapo utarudia mimi sijui kama utomika. Madame iko pale wala. Madame ametoka na salimia rafiki yake hapa mbele. Sijui amaya atapesa wakati ataregrete sana sijui ile basi. Ona nani mwambie sinapita hapa leo mimi unakaa. Basi unaaba na mke nao. Na ndio utamsalimia? Atasikia atasema utamsalimia vraiment. Okay, tunaanza kupita hapa. Bana mke leo. Mimi si bana mke basi wapana. Sasa ule mzazi sasa mtoto wake pale wataanza muita shanga, amekawia kunyumba. Si wanaume tu hapa tuko sehemu wanapenda sasa wapatie mtumishi fulani. Mtumishi. Wewe watumishi. Hapo tujite si watumishi. Watu feni. Tushuru mtumishi. Na mimi niko nani? Zichura sisi tutashita watumishi. Mtumishi. Mtumishi. Mimi niko mtumishi wa business. Sio ile. Kila mtu ataita mtumishi sasa. Sawa, tutaonana tu.